Ratibu wetu wa kampeni kanda ya Pwani, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Pwani, pamoja na kamati za siasa mkoa na kamati za siasa wilaya, tambue uwepo wa viongozi wenza wa viongozi wakiongozwa na Mama Aziza. Millennium oye! Millennium hiyo ndio spirit, hivyo hivyo. Mgombea wetu wa ubunge jimbo la Chalinze, mwanetu Ridhiwani Kikwete, wagombea wa nafasi za udiwani kwa tiketi ya CCM, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wa Chalinze mliopo nasi, ndugu wanahabari, vikundi vya burudani, vikundi vya hamasa mliopo, ndugu wananchi wa Chalinze na Bagamoyo, CCM oye! Pwani oye! Ndugu zangu, baada ya shukrani nyingi na za dhati kwa Mwenyezi Mungu, nitumie pia fursa hii kuwashukuru wanachalinze na wanapwani kwa upendo na hamasa kubwa mnayoendelea kuonesha tangu nimeingia mkoa huu wa Pwani. Tumeanza pale Kibaha, mambo yalikuwa moto moto. Kibaha oye! Pwani oye! Lakini mwendo ule ule uko hapa Chalinze. Naona mmekuja kwa wingi, kwa bashasha, kusikiliza tunayotaka kusema, lakini na kusikiliza wagombea wenu walichokisema. Faraja yangu kubwa ni kwamba hamasa yenu pia mmeionyesha katika kuunga mkono jitihada za maendeleo. Chalinze ya leo imesemwa hapa. Chalinze ya leo sio ya 2020. Mmepiga hatua kubwa sana, hongereni sana. Na mmepiga hatua kwenye sekta zote kama yalivyosemwa hapa. Hongereni sana sana. Ndugu zangu, kwa kutambua yaliyofanyika na yanayoendelea kufanyika na tuliopanga kuyafanya, tumerejea kwenu kwa ujasiri na unyenyekevu kuja kuomba tena kura zenu, kuomba ridhaa yenu ili mturuhusu miaka mitano ijayo, mtupe ruhusa miaka mitano ijayo kuendelea kuongoza nchi hii, ili tumalizie tulipoachia na tufanye mapya ambayo tumeyapanga kuyafanya. Miongoni mwa miradi ya kimapinduzi, wanachalinze na wanabagamoyo, miongoni mwa miradi ya kimapinduzi kwa ukanda huu ni ile inayotekelezwa pale Kwala. Nataka niwaambie kwamba mwezi Julai, na nyie wengine tulikuwa wote pale, mwezi Julai mwaka huu nilizindua miradi mitatu mikubwa pale Kwala. Mradi wa kwanza ni bandari kavu. Mradi wa pili ni kongani ya viwanda na usafirishaji wa mizigo kwa reli ya SGR kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma. Lakini pia Kwala imechaguliwa kwa nafasi yake ya kimkakati ya kijiografia, ikiwa na eneo zaidi ya heka 500 pale Kwala. Kwa hiyo eneo zuri sana. Lakini pia kwa sababu wana eneo kubwa, tumeweka kongani ya viwanda. Wana Bagamoyo, wana Chalinze wamepata ajira pale, kuna kongani ya viwanda. Kwa ndugu zangu, hongereni sana wana Chalinze. Lakini niseme pamoja na hayo, barabara ya lami ya kilomita 15 tumeijenga, inaendelea kujengwa, ambayo inaunganisha eneo hilo la barabara kuu kutoka Kwala kuja barabara kuu kwenye barabara ya Damu Morogoro. Na tayari SGR reli imeunganishwa moja kwa moja ili kurahisisha usafiri wa mizigo. Vile vile tutaunganisha Kwala na reli ya kisasa ya bandari ya Bagamoyo. Na tunaunganisha kwa reli SGR inatoka Bagamoyo bandari mpaka Kwala ili kurahisisha usafirishaji. Miradi hii itaongeza fursa nyingi sana
za ajira na biashara kwa wakazi wa Chalinze, lakini kwa taifa kwa ujumla. Ndugu zangu wananchi, tumeimarisha pia sekta ya kilimo, kuweka mazingira wezeshi yaliyochochea uzalishaji wa mazao. Tuliendelea kutoa mbolea ya ruzuku, kuleta vipimo vya udongo, afya ya udongo. Sababu kitaka kuleta mazao mazuri, lazima ujue afya ya anayeyaleta hayo mazao. Hata mwanadamu kitaka kuzaa mtoto mzuri mwenye afya, lazima mama awe na afya, si ndio? Kwa hiyo na udongo, ili ulete mazao mengi, lazima tujue afya ya udongo. Lakini pia tumeongeza huduma za ugani. Wale maafisa wetu wale wa ugani wamezunguka sana ndani ya mkoa wa Pwani. Sasa kwenye mkoa wetu huu wa Pwani, matokeo yake tumeyaona kwenye uzalishaji wa mazao. Kwa mfano, uzalishaji wa muhogo ndani ya mkoa wa Pwani umeongezeka kutoka tani 660,000 hadi tani 987,000. Na zao la muhogo sasa sio tu zao la kula hapa nyumbani, wa kuchemsha wanazi na makopa, hapana. Inatoka nje ya nchi, tunasafirisha. Lakini vile vile zao la mpunga tumeongeza kutoka tani 38,900 hadi tani 197,000 zimezaliwa ndani ya mkoa wa Pwani. Na mahindi kutoka tani 43,500 hadi tani 187,000 kutoka ndani ya mkoa wa Pwani. Kwa ujumla mazao ya chakula yameongezeka kutoka tani 845,000 hadi tani 1,175,000. Rekodi hii tulizoea kuisikia kwenye mikoa ya Morogoro na kwenda mbele huko, lakini leo Pwani mnazalisha. Lakini yote ni jitihada iliyowekwa na serikali kwenye sekta ya kilimo. Maafisa ugani, afya ya udongo, ruzuku za mbolea na pembejeo. Kwa hiyo mambo ni mengi. Hivyo kwa mazao ya biashara. Kwa mfano korosho, ndani ya mkoa wa Pwani uzalishaji umepanda toka tani 15,800 hadi tani 25,800. Tani 10,000 ndani ya kipindi cha miaka 3-4 hivi, tani 10,000. Sasa tunapoenda mbele na mkitupa ridhaa, tutayangalia zaidi mazao mengine ya ufuta na mkonge ndani ya mkoa wetu, ili tukuze zaidi uzalishaji na kuongezea manufaa wakulima. Ndugu zangu, ndani ya mkoa wa Pwani tumesema mazao ya mpunga yamepanda, lakini tunataka kuongeza eneo la umwagiliaji, skimu za umwagiliaji mpaka zifikie hekta 100,000 ndani ya mkoa wa Pwani. Hii tukifikia tutapata mazao mengi sana. Kwa nini tunasema hivyo? Kuna miradi ambayo tayari tumeshaipanga na tumeshaitangaza. Mradi wa kwanza ni mradi wa mto Rufiji au Rufiji Basin. Kule tuna mradi wa kujenga skimu 2 kubwa, skimu ya Ngorongo lakini pia skimu ya Mbakia Mtuli, ambayo itakuwa na hekta 13,500 kwa shilingi 120 bilioni. Lakini pia skimu ile tutaiandaa kiasi ambacho ipunguze mafuriko ndani ya wilaya ya Rufiji. Wakati tunajenga skimu ya umwagiliaji maji, hapo tunajenga mifereji ya kupunguza mafuriko ndani ya eneo lile. Lakini eneo la pili ni bonde la Ruvu. Kwa upande wa bonde la Ruvu, tunakwenda kukarabati skimu ya Chaura ambayo na hekta 1,400. Lakini vile vile tunakwenda kuiunganisha skimu hii na bwawa la Kidunda ili kutoa mafuriko ndani ya Ruvu, maji yateremke yaende zake kwenye bwawa la Kidunda. Skimu ya tatu ni ile skimu ya Mandera, bwawa la Mandera. Kule nako tumepanga kufanya kilimo cha miwa kikubwa kwa ajili ya viwanda vya sukari vitakavyojengwa maeneo ya Bagamoyo. Kwa hiyo huko nako
mbali ya kilimo cha miwa, lakini pia itakwenda kufaidisha wakulima 20,000 kwenye eneo la umwagiliaji. Kwa ndugu zangu, mkitupa ridhaa, huo ndio mpango wetu kwa upande wa kilimo. Vile vile ndugu zangu, kitaifa taendelea na ruzuku za mbolea na tutaanzisha vituo vya ukodishaji zana za kilimo ili wakulima waweze kulima kwa bei nafuu. Kwa upande wa miundombinu, tutashirikiana na sekta binafsi katika ujenzi wa barabara ya haraka ya Kibaha Chalinze Morogoro ambayo itajengwa kwa awamu. Hii ni barabara yenye tija kiuchumi, hivyo tutashirikiana na sekta binafsi ili wao watoe fedha, sisi tufanye mambo mengine. Ndugu zangu wa Kibaha, wa Chalinze na Bagamoyo, kwa hapa Chalinze tumefanya uwekezaji mkubwa kama ambavyo amegusia kwa sehemu mgombea wetu wa ubunge. Katika sekta ya afya amesema vizuri sana, lengo ni kuipa hadhi kamili hospitali ya wilaya ili iweze kufanya mambo yote. Lakini ni wapongeze wana Chalinze na wana Bagamoyo kwa kutokuwa na vifo vya kina mama, mwaka huu, na hivi ndivyo tulivyodhamiria. Tumeweka uwekezaji mkubwa huu ili kuepusha kina mama, tunapoleta uhai mwingine duniani, tusife kwa sababu hiyo, labda tufe kwa mambo mengine. Kwa hiyo pongezi zangu ni kubwa sana. Lakini niwaambie, tumeongeza pia upatikanaji wa dawa. Mwaka 2020 upatikanaji wa dawa ulikuwa kwenye 50%, lakini tunavyozungumza tuko kwenye 84% ya upatikanaji wa dawa. Ndugu zangu, kama ambavyo tumeainisha katika mikakati ya kitaifa, tunakwenda kuanza program ya bima ya afya au mpango wa bima ya afya. Tutaanza kwa majaribio, baadaye tutaingiza watu wote waingie kwenye swala hili la bima ya afya. Lakini kama nilivyosema, siku nafungua kampeni, yale mambo ya mtu amekufa, ndugu zake hawajalipa, maiti isitoke, yameisha. Maiti itatoka, ikahifadhiwe, ikastiriwe, halafu utakuja na mpango maalum ambao ndugu zake lazima walipe, lakini sio kuzuia mwili uliofika mbele ya haki. Hapana. Ndugu zangu, katika elimu gombea ubunge amesema vizuri sana, lakini tunapoelekea mbele tutajenga shule mpya za msingi katika maeneo ya Zigua, Chaua, Changalikwa na Kibindu. Kule tunakwenda kujenga shule za msingi. Kwenye sekta ya maji yamesemwa yote. Tutaendelea na upanuzi wa mtandao wa maji kwenye maeneo mbalimbali, lakini hasa Vigwaza, Mtongani, Bwilingu, Pera na Lugoba. Tunakuja kumalizia kazi watu wa maeneo hayo ambayo bado hamjapata maji. Kazi nyingine tutakayofanya ni mradi wa maji wa Chalinze awamu ya 3 kwa gharama dola za Marekani 19 sawa na bilioni kama 50 na kitu hivi za Kitanzania. Mradi huu unakwenda kumaliza changamoto za maji katika maeneo ya Manga, Mbwewe, Kimange na Mandera. Tunakwenda kumaliza kabisa shida ya maji maeneo hayo. Ndugu wana Chalinze na wana Bagamoyo, katika sekta ya miundombinu tumeleta shilingi 75 bilioni zilizokamilisha ujenzi wa daraja jipya la Wami lenye urefu wa kilomita 513, daraja la Kimange kwa shilingi bilioni 1.6 na Kisauke kwa shilingi bilioni 1.8. Kadhalika tumelipa fidia zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa wananchi waliopisha ujenzi wa barabara Makurunge Mkange Tungamaa yenye urefu wa kilomita 178. Miradi yote hii
itafungua barabara na kurahisisha usafiri na usafirishaji, lakini pia shughuli za uchumi na uzalishaji. Kuhusu barabara za ndani ya jimbo la Chalinze, tunakwenda kuongeza barabara za kilomita 5 lami ndani ya mji wa Chalinze, lakini pia tunakwenda kuweka mataa ya barabarani maeneo ya Mdaula, Bwawani, Ubena Zomozi na Msolwa. Tunaweka maeneo hayo ili watu wafanye biashara zao muda wote jinsi watakavyoweza. Chalinze oye! Bagamoyo oye! Ndugu zangu, pamoja na kumaliza kazi ya kuunganisha umeme katika vijiji vyote ndani ya wilaya ya Bagamoyo, yani majimbo ya Bagamoyo na Chalinze, tunaenda kwenye vitongoji na hiyo kazi tutaimaliza si muda mrefu. Nalotaka kuongea nanyi, Chalinze nyinyi mmebeba dhamana ya umeme wote wa nchi hii. Karibu nusu na robo ya umeme wa nchi hii mmebeba dhamana Chalinze. Kituo kikubwa kinachopokea umeme kutoka Bwawani kule, bwawa la Mwalimu Nyerere, kipo hapa Chalinze. Niwaombe sana wana Chalinze, hiyo ni dhamana mmeibeba kwa niaba ya taifa. Naomba mlinde hiyo rasilimali, mlinde hicho kituo, kwa sababu hapo ndipo uchumi wetu ulipo, hapo ndipo usalama wa nchi yetu ulipo. Niombe sana makundi yote, wafugaji, wakulima na wengine wote, lindeni hicho kituo. Mmebeba kwa dhamana ya nchi. Ndugu zangu, kwa upande wa viwanda, tumeongeza idadi ya viwanda vikubwa na vya kati kutoka 17 hadi 53. Kwa hiyo tumeongeza viwanda 36. Aidha, tumejenga soko kubwa la kisasa linalohudumia wafanyabiashara zaidi ya 1500 na stendi ya mabasi inayofanya kazi kwa saa 24. Zaidi ya hayo, tumetenga shilingi bilioni 1.1 kwa ajili ya ujenzi wa soko maalum la wafanyabiashara wadogo machinga. Machinga oye! Mama lishe oye! Soko maalum kwa ajili yenu litakwenda kujengwa ndani ya Chalinze katika eneo lililopo nyuma ya stendi ya mabasi pale Chalinze. Tumefanya haya yote kwa lengo la kukuza ajira na kuchochea uchumi kwa wana Chalinze. Ndugu zangu, sina mengine ya kusema ila wito wangu kwenu, kachagueni Chama cha Mapinduzi. Kachagueni Chama cha Mapinduzi tupate kuyatekeleza tuliyoyasema hapa. Mnatuelewa vyema. Tukisema tunatekeleza. Hapa kwetu hakuna ilikuwa, hapana. Tukisema tuna hakika tutafanya na tutaweza, tunafanya. CCM oye! Kazi na utu. Haya wana wilaya hii ya Bagamoyo, Chalinze na Bagamoyo, nendeni katupeni kazi Chama cha Mapinduzi, tukajenge utu wa Mtanzania, utu wa mwana Chalinze, utu wa mwana Bagamoyo. Kazi na utu. CCM tuko tayari kwa kazi hiyo. Sasa mniruhusu nikabidhi ilani alafu tuombe kura. Ilani ambayo mgombea ubunge anakabidhiwa ni mkataba wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wa jimbo la Chalinze. Dr. Samia oye! Chalinze mpo! Na hapo chini wapo madiwani wanaogombea kwenye kata na viti maalum, na wenyewe wana vitabu vidogo ambavyo vitatolewa ufafanuzi. CCM oye! Haya vitabu vya madiwani hivyo, hebu madiwani nyanyueni vitabu. Hiyo ni ilani ya mkoa wa Pwani peke yake. Na ile kubwa ambayo nimempa mbunge wenu, wabunge wenu, hebu kubwa nyanyueni. Hizo ni ilani za kitaifa. Taziona ziko nyembamba hivi.
kwa sababu awamu ya 6 haina maneno mengi. Mengi ni vitendo. Kwa ilani yetu ni hivi: tutafanya basi, na tunakwenda kufanya. Kwa hicho kidogo hicho ni cha mkoa wa Pwani peke yake, ambao wilaya yenu ya Bagamoyo iko humo ndani. Yaliyofanyika na tutakayoyafanya yako humo ndani. Bagamoyo oye! Chalinze oye! Sasa ndugu zangu, mimi mwenyewe niliyesimama hapa naitwa Samia Suluhu Hassan, mgombea ubunge wa nafasi ya uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kushoto kwangu ni wabunge wawili, Ridhiwani Kikwete wa jimbo la Chalinze, Subira Mgalu wa jimbo la Bagamoyo. Lakini mbele yetu hapa chini tuna madiwani wetu wa kata zetu katika eneo hili. Sote kwa pamoja tunaomba kura zenu. Ndugu zangu, tarehe 29 mwezi wa 10, mwezi ujao, tuombe Mwenyezi Mungu atuamshe salama. Wote kwa pamoja tutoke kwa pamoja tukapige kura, ili tupate nguvu kubwa ya kufanya tulioyasema. Lazima kura ziwe nyingi sana. Kura ziwe nyingi sana. Kwa unapotoka, pitia jirani yako. Mabalozi mlioko hapa, hakikisheni mnapotoka toa na watu kwenye nyumba zile nyumba zako zile, waambie twende pamoja tukapige kura. Oktoba tunatiki na tena. Asanteni sana na Mungu awabariki.